Siri nzito usiyoijua kuhusu herufi ya kwanza ya jina lako. Amini utabaki mdomo wazi ukijua siri hii. Je, umewahi kujiuliza kwa nini ulizaliwa ukiitwa na jina hilo ulionalo leo? Watu wengi wanadhani majina ni ukumbusho tu wa kawaida, lakini leo nataka nikupe ukweli na pia nikusanue. Jina lako si bahati mbaya, na herufi ya kwanza ya jina lako ni ufunguo mkuu uliobeba siri nzito za hatari yako, tabia yako na utajiri uliofichwa ndani yako. Kuanzia zama za kale za Misri, Ugiriki, Mesopotamia, wanazuoni na elimu za siri za namba na herufi waligundua kuwa kila herufi ina mtikisiko maalum wa nishati. Herufi ya kwanza ya jina lako inasimama kama lango kuu la maisha yako. Jiandae, fungua masikio yako, kwa sababu baada ya dakika chache zijazo utabaki mdomo wazi baada ya kugundua kile ambacho herufi yako inasema juu yako. Kundi la kwanza, herufi za mamlaka na uongozi: A, J, S na M. Ikiwa jina lako linaanza na moja ya herufi hizi, maisha yako yanaongozwa na nishati ya utawala. Moja, herufi A, waanzilishi wa miamba. Moja, watu wa herufi A ni viongozi wa asili. Herufi E imewakilisha namba moja. Kama jina lako linaanza na A, wewe ni mtu mwenye msimamo mkali, hujui kujipendekeza na unachukia sana kuburuzwa. Siri nzito: una uwezo mkubwa wa kuficha maumivu yako, hata kama unapitia dhoruba gani ya kifedha au mahusiano. Kwa nje utaonekana thabiti kama mwamba. Siri yako kubwa ni kwamba huwa hupendi kuonekana mnyonge mbele za watu. Mbili, herufi J, watafutaji na wabunifu. Herufi J imebeba nishati ya ushindi na uvumbuzi wa watu hawa. Hawajazaliwa kuwa watumwa wa mawazo kwa wengine. Wana kiu kubwa ya mafanikio na mara nyingi akili zao ni za biashara tangu wakiwa wadogo. Siri nzito: watu wenye herufi J wana jicho la tatu la kipekee la kugundua fursa ambazo wengi hawazioni. Hata hivyo, wana changamoto moja kubwa: wakishakasirishwa, hasira zao huchukua muda mrefu kupoa, ingawa watajitahidi kuficha ndani kwa ndani. Nikupe mfano mdogo wa J Root. Basi huyo ni herufi J inaanza, ni mbunifu kama mnavyomjua. Tatu, herufi S, nyota inayong'aa na sumaku ya watu. Herufi S ni moja ya herufi zenye nguvu kubwa zaidi ya ushawishi. Watu hawa wana mvuto wa asili. Wakitembea au wakiongea, ni rahisi sana kugeuza macho ya watu. Siri nzito ndani yao: herufi S inawakilisha pesa na hisia kali. Watu hawa wana uwezo mkubwa wa kuvuta utajiri, lakini maisha yao ya ndani yamejaa siri nyingi sana za siri. Ni nadra sana kumjua mtu wa herufi S kwa 100%, kwa sababu wana viumba vya siri moyoni mwao ambavyo hakuna mtu yeyote anaruhusiwa kuingia. 4, herufi M, walinzi na wajenzi thabiti. Herufi M imebeba nishati ya ardhi na utulivu. Hawa ni watu wanaofanya kazi kwa bidii, wanapenda ukweli na ni waaminifu sana katika kile wanachokiamini wao. Siri nzito ndani yao: watu wa herufi M wana uvumilivu wa hatari. Wanaweza kuvumilia shida au changamoto ambazo mtu mwingine yeyote angekata tamaa, lakini tahadhari, siku wakiamua kuondoka au kukataa jambo lao, hawageuki nyuma kamwe. Kundi la pili, herufi hisia, siri na mvuto, yani B, K, H, G na N. Moja, herufi B, walinzi wa siri na wapenda amani. Watu wa herufi B ni watu wa ndani, wanathamini sana hisia zao na za watu wengine. Siri nzito ndani yao: watu wana uwezo wa kuishi na jambo zito moyoni mwao kwa miaka mingi bila mtu yeyote kujua. Wana bahati kubwa ya kupendwa na watoto na wanyama kwa sababu ya nishati yao ya amani. 2, herufi K, mashujaa waliojificha. Herufi K inawakilisha nguvu kubwa ya kiroho na msimamo. Hawa ni watu wenye msimamo mkali sana, hawaogopi kusema hapana, hata kama kila mtu anasema ndiyo. Siri nzito: mara nyingi watu wenye herufi K
wanapitia mapambano makubwa ndani ya nafsi, yani inner battles. Huwa wana hisia za kipekee zinazowaonya kabla ya jambo baya halijatokea. 3. Herufi H, washindi wa mitihani. Kama jina lako linaanzia H, wewe ni mtu uliyepangiwa kupitia milima na mabonde, lakini mwisho wako huwa ni ushindi mkubwa. Siri nzito ndani yako. Nishati ya herufi H inajengwa juu ya kupoteza au kupata. Unaweza ukapoteza kila kitu leo, lakini ndani ya muda mfupi ukasimama tena kwa kishindo. Kikubwa zaidi, siri yako kubwa ni uwezo wa kujizaa upya kiuchumi na kiakili. Kundi la 3, herufi ya uhuru wa mawasiliano na akili nyingi. D, E, F, P, T, R, W. 1. Herufi D na R, wanasheria na watekelezaji. Watu hawa wana akili ya kuchambua mambo kwa kina, wanapenda usafi, mpangilio na hawapendi mambo ya kubahatisha. Siri nzito, wana uwezo mkubwa wa kusoma saikolojia ya mtu mwingine ndani ya dakika 5 tu za maongezi. Ni ngumu sana kumdanganya mtu wa herufi D au R na ukafanikiwa. 2. Herufi E na F, roho za kipekee, wapenda uhuru. Herufi hizi zimebeba nishati ya upendo sana na uhuru wa kiakili. Wanachukia mazingira yenye presha na kubanwa uhuru wao. Siri nzito, watu hawa wana uwezo mkubwa wa kubadilisha mudi ya chumba kizima. Wakiwa na furaha, kila mtu; wakiwa wanaongea kwa huzuni, nishati hiyo inasambaa haraka. Siri yao kuu ni kwamba wanapenda sana amani ya akili kuliko kitu kingine chochote, hata kuliko pesa. Hitimisho la kushtusha ni hatua yako inayofuata. Herufi ya kwanza ya jina lako kama ramani ya DNA ya hatari kwako. Hata hivyo, wataalamu wa elimu na siri wanasema kama unahisi sifa za herufi yako hazifanani na maisha yako ya sasa, ina maana bado hujajua jinsi ya kuamsha nishati ya ndani ya jina lako. Kila jina lina sauti na kila sauti ina amri kwenye ulimwengu wa roho na fikra. Unapotambua nguvu ya herufi yako, unaacha kuishi kwa kubahatisha na unaanza kuishi kwa ushindi. Ujumbe wa mwisho, dondosha herufi ya jina lako hapo chini kwenye comment na uniambie ni siri gani hapo juu imegusa maisha yako kwa 100% mpaka imekuacha mdomo wazi. Usisahau kusubscribe, kufollow ili uendelee kupata siri hizi nzito za ulimwengu zilizofichwa. Share kwa wengine ili wapate kujifunza. Ulikuwa nami Daudi Michael Mwaluko nikikuletea makala haya. Mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante na uwe na siku njema.